Nahodha ambaye ameshawahi kukaa na timu kwa muda mrefu, hususan ndani ya pitch, kwa sababu Shomari anaweza akawepo kama mchezaji, kwa maana kwamba anaweza akawepo kwenye dressing room, ataingia kutengeneza excitement, kwa maana ya kujaribu kuambia wachezaji, kwa maana kwamba hili Simba, na bahati nzuri wachezaji wengi sana wamekuwa kija Simba, hawa maregent ambao wamecheza kwa muda mrefu, wao ndio wanaoongoza. Makapteni wote ukiwauliza, John Raphael Bocco, kimuuliza Mohamed Hussein Zimbwe Junior, atakwambia vizuri kwamba okay, Simba lazima umweleze mchezaji kwamba hii ni klabu kubwa, unatakiwa kupambana. Taarifa ya nahodha kikosi kutokuwepo labda kwa mechi kadhaa, manake direct kuna impact ambayo ni negative kwenye timu. Of course, unapokuwa na nahodha ambaye ni kaka kiongozi, nahodha ambaye anajua majukumu yake, anatakiwa perform katika kiwango gani, manake lazima kuna kitu unakishusha. Kitakachokosekana kwenye timu baada ya kuondoka ama kutokuwepo kwa muda kidogo Shomari Kapombe, naweza nikasema mimi vitu viwili vikubwa. Moja, leadership skills. Timu itakosa baadhi ya momenti za mchezaji ambaye ana asili ya uongozi, ambaye pia ndio alikuwa kiongozi, alikuwa na uwezo wa kuweza kuunganisha, kwa sababu jambo kubwa lililopo kwenye uso wa dunia ili uweze kusuccess kama timu ya mpira, na sio tu kwenye timu ya mpira, ili uweze kusuccess kwa kiwango kikubwa kwenye mafanikio yako, unatakiwa kutengeneza timu. Yaani hakuna mtu yoyote aliyewahi kufanikiwa aliyekuwa anafanya jambo yeye peke yake. Lazima utengeneze timu, na ile timu utengeneze timu ambayo ikitengeneza uwiano, ile timu hiyo ndio inaweza kukutengenezea mafanikio. The success is about team. Yaani ukishakuwa na timu nzuri, maana yake mafanikio kwako yanafuata. Individual always huwezi kufanya jambo lolote, na ndio taratibu na ni kanuni kabisa ambayo imesimama hivyo. Sasa kwenye timu ya Simba, timu ipo of course, lakini anapokuwepo mtu ambaye anaweza akaportray, akazungumza na wachezaji kwa maana ya kuambia kwamba okay, kuna 1 2 3, hii timu ina utamaduni huu. Mfano, ilikuwa naenda mara kwa mara kushiriki robo finali za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ilikuwa inapambana na imefika finali ya kombe la shirikisho, CAF Confederation Cup final. Simba manake wanatafuta heshima kubwa sana kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mtu ambaye atawaambia kwenye ligi kuu Tanzania bara, iko timu inaitwa Dar es Salaam Young Africans, imechukua mataji, sasa hivi inataka sasa kufanya kufuru, inatafuta taji la 6, taji la 7, taji la 8. Manake kama taasisi tunatakiwa kukataa, na ili taasisi ifanye vizuri ni wachezaji kuchukua majukumu yao. Kwenye timu lazima kuna kitu kinaitwa role play, yaani unakuwa na wachezaji, lakini hao wachezaji wanachezaji. Kama watacheza vizuri kwa kupangwa kwenye nafasi kulingana na uwezo, maana yake unatengeneza dreaming history, unatengeneza ndoto za mafanikio makubwa ambayo unaweza ukayapata. Hilo la kwanza, maana yake Simba watakosa mchezaji wa namna hiyo. Lakini la pili, wanakosa mchezaji ambaye ni fighting spirit. Of course ukiangalia timu yuko Duchu amekuwa na performance nzuri sana, na juzi huenda kuna vitu ameanza kujifunza kwake, kwa sababu zamani Duchu alikuwa ki-advance ama ki-overlap. Overlap ni kitendo cha kuondoka na mpira. Ukiwa na kwanza unapokea mpira, unaanza kukimbia na mpira pembeni, inaitwa overlapping before touchline, yani kabla hujagusa ule mstari wa mwisho. Ukiwa unakimbia na mpira unatakiwa kupiga cross. Sasa kipindi cha nyuma Duchu alikuwa anapiga cross za hovyo sana, yani anaweza akapiga cross za kutangulia ama akapiga cross kapitiliza kabisa. Tunazungumza cross ambazo zinapigwa hazina macho. Lakini kwa sasa hivi amebadilika, ameanza kupiga cross nyingi ambazo ni V-pass, na kama unakumbuka V-pass nyingi ukizipiga vizuri zinatengeneza stability bora sana ya kutengeneza jambo moja. Wachezaji wengi sana wa Simba huwa wanasubiri mpira kwenye eneo la V-pass kabla hajasajiliwa Victor Osimhen, ambaye kidogo ukimuona ni mzuri zaidi kwenye mipira mbele. Kwa hiyo Duchu anaweza akakava lile eneo na akatengeneza mazingira makubwa ya ushindani. Lakini bahati mbaya sasa, Shomari Kapombe alikuwa ni mpambanaji sana, pamoja na umri alikuwa na uwezo wa kupandisha mashambulizi, then akarudi.
you advance then you backward, yani unaenda na kurudi. Sasa kukosekana kwake maana yake kutakuwa na pengo, hasa kwenye baadhi ya mechi za muhimu za kimataifa. Once again unakumbuka Simba wanacheza na Mighty Wanderers, miongoni mwa timu bora kutoka pale Malawi, kwenye hatua kwenye mechi ya kwanza kabisa ya klabu bingwa barani Afrika. You never know kwenye eneo hilo anawezaje akawa na general performance nzuri mtu kama Duchu. Kama anaweza akawa nao, maana yake inaweza ikawa nzuri, lakini kwangu mimi Simba itakosa hivyo vitu viwili vya kitaalamu, kwa sababu anakosekana kaka kiongozi, lakini mapambano yake ndani ya kiwanja yamekuwa ni makubwa sana, ambayo huwezi ukasema moja kwa moja Duchu peke yake anaweza akayaziba. Yes.